Hallelujah. Tubaki tulipa tusome neno la Mungu. Tuimilie tukenda some kigambo cha Mukama. Injili ya Yesu kama vile Yohana alivyoandika. Injili ya Yesu Yohana alivyoandika. Sura ya 4. Sura ya 10. Mstari wa 12 hadi 23. Orunirwa ari mpaka 23. Yohana 4. Yohana nya 12 hadi 23. Abiri mpaka 23. Tunasoma katika jina la Yesu. Tusoma mulinya ya Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu. Tusoma mulinya ya Yesu. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Nani husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia? Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtaabudu Baba katika milima hii wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambao waabudio halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudio. Ni neno la Bwana. Shangilia kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shukuru Mwenyezi Mungu kwa ile neema ambayo amenipa tena ya kusimama mbele yako jioni ya leo. Na shukuru Baba mchungaji kutukubali na kubali programu ya Vajene. Na kubali pia president, na shukuru sana kutukubali tena kusimama mbele ya Genesis leo. Na shukuru pia neema ya Mungu ambayo iko mahali hapa kwa kila mmoja katikati yetu. Nasema Mungu awabariki sana. Kama vile president alivyosema, kwa majina wananiita Evangeliste Eli John Gabriel. Natoka kwa kanisa ya True Disciple. Chini ya mafuta ya Baba Pastor Moiko Pasiamba anatongoza. Na nimebarikiwa kuona mama yuko hapa, maana najua ya kwamba mafuta yake pia yanakumpania siku ya leo. Haleluya. Amina. Nimepata neema ya nimeeleza mwingi waka miaka 10. Waneno mwaka pesa za miaka 10. Miaka 10 ya kubatiziwa, miaka 10 ya kuhubiri. Miaka 10 ya kubatiziwa, miaka 10 ya kuhubiri. Miaka 10 Mungu amenipa neema nimeandika vitabu. Nemo ndio miaka 10 kama apande sana mpandike vitabu. Na hii mwaka nimelanse kitabu ya kwanza mforma ya kitabu anasema kaa kwenye majani ya bichi. Leo kuna mwaka pale sasa tuna kitabu chimo. Nashukuru Mungu kwa ile neema. Neema za kuchecho tisa. Nataka ile mafundisho, maana nani mafundisho mazuri utakuona. Muri okulonji. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Kuna sauti ambayo nasema ndani wangu jioni ya leo. Waliotoboze yogera munda munze. Ya kwamba toka asubuhi okufa kumacha tuisha sifu twasinziza, lakini Mungu kuna pesa ya mtu mmoja jioni ya leo kumwabudu. Na ekatonda yagala mtu omule leo kusinze. Mungu ananiambia nikwambie jioni ya leo. Katonda ngani mgani kawezi leo. Nishapokea sifa za mimi. Yaya niliza okutenda kupokea jioni ya leo. Yao wenyewe. Na yeye iko na pesa apokee kwako na kwangu. Yaya kala ya niliza leo. Na inaitwa maabudu. Sio kusinza. Na nimeshukuru kwamba neema zanti Josto mambo walitupatia tuongelee jioni. Wewe kusoma kwa watu wale kaongezeka leo. Walitupa tuongelee juu ya maabudu ni nini? Watu wale tuongelee juu kusinza tena. Na namna gani kuabudu? Hata ndio kusinza watia. Kwa ile ni somo ya kabambi. Kubanga hiyo kuwa kusoma kwa yeye siwezi weza ongelea mwa dakika ambao amenipa. Sisi kusoma kuchongea kwa lakini naomba Roho Mtakatifu sana moyo mtukufu anisaidie anyambe kwa ile dakika ukanena kadri ukwenda kitu ambacho utaelewa uelewe chochote kile utakusokeza mbele yake umwabudu Mungu. Nitakusembeza masomo msaka. Ndio maana kabla sijafungua kwanza sema ngasina kuongea. Nataka tufunge macho yako dakika moja. Chaka usilize masomo dakika. Roho Mtakatifu sema na maisha yangu. Ambia tu Roho Mtakatifu sema na maisha yangu. Baba tunakuacha tena mikononi mwako magharibi ya leo. Amen. Tunajua tutaweza pasipo wewe.
Roho Mtakatifu ongea na taifa yako. Yale ambayo umeweka ndani mwangu sitaweza kuisema usipokuwa pamoja nami. Niruhusu ninyamaze uongee atravers mie, ili mtu mmoja tena msogeze karibu nao jioni ya leo. Kwa uwezo wa jina lako naomba nikiamini. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Habari tunasoma ni habari ya Yesu na mwanamke Msamaria. Tusome kuhusu za Yesu na mwanamke mkazi Msamaria. Sitaenda kwenye dialogue yao inaanzia. Singine mwenye ataandikiwa. Ni mahali tunasoma. Huyu mama akaelewa kiwango ya neema iko ndani ya Yesu. Ono mama na tegela engeli jali mu Yesu, ekisata ali na mu Yesu. Akasema huyu ni nabii. Nagamba ono nabii. Na hivi ni nabii. Engeli jali nabii. Lazima nimuulize mambo ya zaidi. Ndinomuuza vitu vingi. Lazima nimuulize mambo yenye sijawahi pata kwa mwingine kuniambia. Ndinomuuza vitu vya sinafuna kumuntu. Akamwambia baba, nagamba tata, walituambia ya kwamba fasi nzuri ya kuabudia ni mpaka Yerusalemu. Hatungani watu waluja wakusita mpaka Yerusalemu. Japo shie na babu zetu chokane fenema tete wafi tunaabudiaka kwa hii milima. Tusingira kweno misozi. Nataka unisaidie nielewe kweli ni Yerusalemu fasi ya kuabudia au ni kwenye milima fasi ya kuabudia. Takala tegele owaki tufu Yerusalemu owaku misozi. Swali ya huyu mama ono mkazi ya timu zote ilikuwa inalenga milie Tibiba biba neri suseko fasi ya kuabudia awaku sinzira. Lakini Yesu alipochipia na nikatoka kwa mudamu akaonesha kitu cha kwanza ya kwamba amulaga kitu chimunzi kuabudu ilingane kwanza na mahali ndio kusita tete. Lakini kuabudu inalingana na mtu na yeti sita ndio wanataka mtu jioni ya leo na mtu wali haijalishi kwenye uko sahi siti wali Mungu kona pesa yako zaidi ya kila kitu. Maana maabudu kwanza kumanga kusinza haitepande na mahali teteta kisaboni, lakini na depande kwanza na mtu netenda kisomuntu. Ndipo Yesu akaanza kumfundisha. Yesu nataka nikopoke akasema jambo ya kwanza amechisoka munaabudu msichokijua. Kimusinziza chetemumanyi. Acha niambie mtu mmoja jioni ya leo. Nikaambia mtu mmoja mwezi kalero. Maabudu yako kuwa na sauti nzuri. Sio kusinza siti dozi nonji. Maabudu yako kujua kupiga magoti. Si kumanya kukuwe. Maabudu kwanza ni kukuwa na connaissance ya mtu unamtaka. Oino manya alipo nina kusinza. Wakati yote unaweza imba. Akani kononi na wakati unaweza omba. Wakati unaweza zanyo unapiga magoti. Wao fuka video wasi. Haujua mwenye uko na mfamia. Kama ni gobi kolera. Hayaito maabudu. Hawakali kusinza. Ile inaweza kuwa na ingine china. Maabudu ni kukuwa na connaissance. Ni kukuwa na ujuzi ya nani mwenye niko nafanyia hivi. Kama na maombi yangu magharibi ya leo, kama haujawahi kumjua Kristo, asifunue kwanza kwako jioni ya leo, atakupatia kile umetayarisha kumwabudu. Maana hata ufanye vile vyote, kama una ujuzi juu ya wabatona mategera hautamwabudu. Tocha kusinza. Kama utaelewa Biblia inasema ya kwamba chokora mailo gamba aseme na kila mwenye pumzi amusifu yena alinokusa. Haleluya. Asinze kwa kusifu Mungu. Mkusita katonda haijalishi uko nani. Si teoriani. Acha ni exaggerate kama mbuzi inaweza sifu Mungu. Tinete sobala kusinza kama ng'ombe inaweza sifu Mungu. Nete sobala sinza kama tuko na pumzi. Wabai mkusa lazima takusifu Mungu. Ndio kusinza katonda. Lakini kwa kuabudu na yeye mkusinza uko condition. Haiko tu pumzi. Lakini kwa na ujuzi ya yule unatafuta kusifu. Kumanya oyo bomeno kusifu. Wakati ya ujuzi unatafuta kuabudu. Maabudu yako yaitwa maabudu. Kusinza kwa toba na magharibi ya leo. Nisaidie uliza maiko jirani yako. Esi unajua kuondolikia abudu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Esi unajua kuondolikia abudu. Tunaweza cheza. Tunaweza buka. Tunaweza mwanga jasho. Lakini hatukufanya maabudu. Maana maabudu inaanza pale tunajua mwenye tunakulia. Ndio maana akasema ya kwamba Yesu aseme mnaabudu msichoki. Kama wako pembeni yako jua kwanza mwanadamu tusikia leo.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama tuko pamoja pepea tu. Bwana Yesu asifiwe. Juu wa kwanza mnatafuta waputu. Akamwambia jambo ya pili. Aseme mama saa imekuja. Saa hii ambao waabudio halisi watamwabudu Baba. Watamwabudu Baba. Sema pamoja nami Baba. Sema pamoja nami Baba. Watamwabudu nani? Saya sifa na maabudu. Ninasema na kila mwenye pumzi usifu Bwana. Lakini saya maabudu ninasema watakaoabudu lazima waabudu Baba. Kwenye sifa tunamsifu Bwana, lakini kwa maabudu lazima akuwe Baba. Nikutaka kusema nini? Maabudu haiko momati ya kulia. Maabudu haiko gitaa. Maabudu haiko sauti. Maabudu ni uhusiano yenye uko naye pamoja na Mungu. Kwa kusifu kila mtu anaweza sifu, lakini kwa kuabudu lazima ukuwe Bwana. Tukiabudu Baba, haiko kila mtu ndio anaweza abudu Mungu. Bwana anaabudu Mungu. Lazima kwanza akuwe Mwana. Ulisema kupendeka Yesu kushakuwa Mwana. Waberako Mwana. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Wakati mwingine tunapoteza muda kanisani. Alitafuta wana. Akakosa mwele moma. Akakosa nyatu walilia. Watu walicheza. Watu walisema. Waliabudu. Kumbe haikondo probleme. Probleme kwanza ni uhusiano wewe na Baba. Acha nikwambie jioni ya leo. Kama uko na uhusiano, hata kama ukusema utakuwa unaabudu. Hata kama ukuimba utakuwa unaabudu. Lakini bila uhusiano, hata uimbe na sauti nzuri, hata ufanye namna gani, hakuna maabudu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maabudu ni uhusiano wa mtu pamoja na Mungu. Connection y'omuntu n'Ekatonda. Haleluya. Amen. Wanda kwa vitu tunataka sikia sana. Omanyi wale vitu tumetulira nnyo. Tutia mabwate. Ne bakuteeka mu bintu. Yakusanako si vitu vinatembeaka. Vitu okutala vitu wabitaakuta. Omwaga. Kuabudu. Okusinza. Hailingane kuwa na sauti yako. Sinti edobozi yo. Kwa kuabudu ni sauti. Siga kusinza dobozi. Seli ndio nangekuwa kuabudu. Oyo seliti ndio siga. Kwa kuabudu ni sauti. Siga dobozi. Papa wewe kwa kuabudu. Kusinza mtu. Mahali papa mwana imba sapewe na shazeka. Kubanga imba na kupigia sauti. Okuita mdobozi. Kama watu wa mingi wale tunazania. Wawate tukiza kuabudu. Meka kushangaza ni kwa. Eche kwa unisa. Wakati tuko naona sabile maabudu liko mamini. Wetula bate abasinza Mungu iko naongea neno lake papa. Katonda alipoona Anasema iko natafuta maabudu. Nangamba anonya basinza. Akisema liko natafuta. Agambe Manake aliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ama akisema liko natafuta. Wangamba bali mkuno. Manake piko meliko ra. Sira vikabali. Haleluya. Amina. Ndio maana nakwambia magharibi leo. Kwa kushukuru Mungu liko mamiki. Abasa kusinza kama Kwa kuimbia Mungu liko mamiki. Amani kuimba manji. Lakini ukitaka utofauti magharibi ya leo. Tengeneza kwanza uhusiano pamoja na Mungu. Uhusiano yako. Fanya uabudu magharibi ya leo. Haleluya. Haleluya. Kama utapokea Yesu. Kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata uwe na sauti ya mzuri. Hata upige magoti mahali hapa. Makamasi na machozi. Hauya abudu.
uhusiano wako. Jiulize kwanza uko chini ya Mungu. Jiulize kwanza uko mwali gani wa Mungu. Wako ni baba. Maana katika dunia Mungu ni Bwana. Mungu ni Mungu wa watu wote. Lakini ni baba ya wale ambao waliopokea Yesu kuwa Bwana na Mungu. Mungu haiko baba wa watu wote. Mungu ni baba tu ya wale ambao walipokea Yesu. Maana wakati nao uko hapa jioni ya leo ambao waliopokea Yesu. Tunaomba uwepo kiwango ya maabudu. Kama uko pembeni kama unapokea Yesu tuachishe. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Acha tunacheki kidogo koma. Amina. Tupande kidogo pale tumalize. Tulinye katorao tumalize. Koma adore. Nimeongea kwa adoration nasema vitu mbili. Tulino kusinza batia. Nimesema adoration kitu ya kwanza ni ujuzi. Ndio kusinza tulino nimesema adoration pia ni uhusiano. Tulino kwa connection. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namna gani kuabudu? Tujasinza batia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Eske tuko pamoja? Tuliwamu. Shangilia tena kama tuko pamoja. Kuna mtakatolewa tuliwamu. Namna gani kuwa? Tumishi wa Mungu ndivyo anaongea hapa kama weleza wao kama ayogede wano. Nimebarikiwa pia na mchakazo wa Mungu ambaye alikuwa msimamizi. Nyani nilizanya mikisano mweza mzana wangu kama awade programa. Ametupatia andiko moja nzuri sana. Atuwade chigabo chinuchi nyo. Ya Zaburi 95. Atuwade yo Zaburi 95. Makumi mstari wake wa 5 na wa 6 na wa 7. Hata kama kumalizana ningependa shike mpaka kwa ile wa 8. Tiani kilinde wansi. Anasema tuje tumwabudu. Tiani tuzetu msinze. Kwa kupiga magoti yetu. Tukufuna mawansi masoka katonda. Sasa atakele andiko. Okuita macho chiwandiki. Watu wengi wanazania kwamba kuabudu Mungu. Watu wengi wanaweza kukusita katonda. Ni kupiga magoti. Kufuna bila wansi. Na imefanya watu wengi. Na imefanya watu wengi. Sasa tunapokuwa makini zaidi. Na ujane tulimtunena rukundo. Unasikia tunakuwa mama ya maabudu. Tupiga magoti. Na watu wote wanashuka kwa magoti. Wakisema tuko na maabudu Mungu. Nilikuwa nikiuliza Roho Mtakatifu. Ese kupiga magoti. Toko alama ya kuabudu. Roho Mtakatifu akaniambia akanionyesha jambo ya kwanza. Akaandika kwa kupiga tu magoti. Toko kuabudu. Manake wagana wote ni waidolati. Jumukana wanajeshimia. Mbele ya mtu mkubwa. Lazima kushuka mbele ya msalia wa magoti. Nikasema basi ni wagana ni popune yao. Akaniambia kama Kristo. Tukunajiona na mkanisa. Sata ya demande ya mariage. Tunashukaka magoti kwa roba katua puse. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema mtu mmoja tu anastahili kuabudiwa. Ni Bwana wa mabwana. Sasa kama kupiga magoti. Ndio maabudu. Manake wengi shie wote. Tuko na idolatre. Jua kani kama mbele ya papa pala nyombe. Kwa heshima iliyo nayo juu yake. Napiga magoti mbele yake. Kama kiwandiko na katala. Mungu mwingine zaidi ya Mungu wa mbinguni. Sasa kama kupiga magoti jo maabudu maana tuko waidolatrishie. Ndiyo Roho Mtakatifu akanisaidia kunielewesha mambo mengi hapa. Haleluya. Haleluya. Sisi kama niende na nani Biblia ambaye tusaidia tuabudu mzuri sana. Wote wale pale Maria. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba wakati Lazaro anakufa Yesu anakuja siku ya 4. Biblia inasema anakia nchi ya kijiji. Martha anakia mkuta. Hata namwambia ungelikuwa hapa. Kaka yangu my brother teyandifudde. Ile neno ekyo ekigambo ni ya heshima lakini anachonganisha ndio Yesu. Ekigambo cha kitiwa naye Kiswahili. Nikomanda mwingine Kiswahili. Mswahili bagamba ni kitu na kuheshimiana papa. Nti wakuba tukuwanya ekitiwa. Wewe na
yekwe Njoo tupata kama ni. yebora sasa mkana wagena Tungalikuwa singa wandi alikufa. tayari funde Bwana Yesu asifiwe sana. kama wafanye basi Yesu anawaambia ya kwamba Yesu anamwambia leta hata usiogope. hata totia Kaka yako atafufuka. Yabrasa agenda zukira Haleluya. amina Lakini mimi napenda ni kwamba chenga ya kugamba mara nyingi ukitogelesha maabudu juu ya andiko tibaki watu kama kusinda mtireno wanafanya confusion moja kubwa akola confusion nene ya kusema Martha ya kugamba Martha na Maria Mary wote waliongeaka sawa mbele ya Yesu. ona wayogero Lakini niliposoma maandiko wanasoma nikagundua wakuongeaka sawa. Martha aliongeza neno liko tema provo hata yayogera kushinda Maria. kusinga Mary Na Martha aliambia Yesu, hata yagamba Yesu asema ungelikuwa hapa kama wandi ndio kaka yangu asingekufa. hata wangeteani Kisha akaongeza neno ya mzuri nagamba chikabo akaambia, chikala lakini mimi najua nagamba timani ya kwamba yoyote unaweza omba Mungu so sai. nacho sobola sawa katolaka Yoyote unaweza omba Mungu so sai. nacho sobola sawa katolaka Atakupai. amina genda tuba Hata imani ya Martha okukiza kwa Martha ilimputu kuma akasema ya kwamba ya msirikana yogera hata kama kakangu aishakufa ya naibrata afude na huyu baba akiomba Mungu ono wana sawa katonda kama anaweza fufuka. naibrata genda Cha zomera kunishangaza ni kwamba ekine onisa Martha aliongea na profondere we vile yayogera echo Yesu akamchilia mfuti. Yesu namudamu Maana namudamu nafasi ya Biblia inasema namugamba ton frère ressuscitera. amina omukowa agenda su Inaitia mfutu. bitira mu Bwana Yesu asifiwe sana. amina Martha alionyesha imani ya sai. yalaka tukiza Yesu akamchilia njoo kesho. namudamu echo Bwana Yesu asifiwe sana. amina Bwana Yesu asifiwe sana. amina Yesu akamwambia usiogope, atafufuka. Dr. agenda zukira atazukiranga Kinanishangaza kwa kweli chini tena ya Martha. ekineunisa Wote walisema ametenda. gwe wagande lero Wote walisema sai. gwe wagande kakati Unaweza omba Mungu osobola kusaba katonda akupatia hiyo unataka. ate nakuwa kyayagala Na yeye tena kachilia. ate ye naddamu Sasa mimi najua kama timanyi atafufukaka siku ya wafu. atazukiranga Atafufukaka siku ya hukumu. atazukiranga munga Martha imani inaenda wapi? Martha imani inaenda wapi? ndio ukiriza kunasema Kuonesha kama inaweza wezekana leo. abadala nti Unaweza vitendo siku ya shida. ngamba nti kulunako Bwana Yesu asifiwe sana. kama yeye Ukisoma maandiko Yesu anakujibu. wanasaba wewe wanasaba Asema usiogope maana kila mbeko ndani yangu. amena titote abuli ali munze Hataki kufa. yadafa Atafufuka. atazukira Na kama iko mzima yadali mulamu hatakufuata. taja kufa Ndio hata ningeuliza Yesu. sesingana libatana ni Bwana Sara alikuwa ndani yako. gara sana yalimu ndani amekufa. na yeye nafa Bwana Sara mwenyewe ndani yako. kama ndi yalimu ndani taja kufa Hata kia kupunguza mauzi. na ye mata okendeza okusumbua Kaambia Yesu sawa, akanyamaza kimya. nakamba Yesu nakamba kale nasi Yesu akamwambia Martha, unaamini? Yesu nakamba bata ukiriza Nataka sema ndio. mata nakamba yes Yeye anatoka kwa ni mwana wa Mungu. mmanyiti koli mwana wa katonda Biblia inasema ya kwamba Bible gamba ati asema après Martha kuongea na Yesu. after mata kuongera ne Yesu Alirudia kwenda ambia mloko yake Maria. yadao kugamba Mary Akaambia Yesu amekuja nakamba Yesu aze na anakuita. atakuyita Maria alipokuja, Mary we yanda unielewa kwa magharibi ya leo. mukirize bakaba zikalera Yesu asifiwe sana. kama finyera Maria alipokuja, Mary we yacha yalikia tofauti na Martha. yacha ngasigiri yamune Kitu mata cha kwanza kilimtofautisha. kisaka tetamwaula Maria alikia na uchungu yenye Martha hakukuya nayo. Mary yacha no bulumi mata Na tunaweza kupata probleme moja shie wote. wala uzungumuze nao Na hatutareagir sawa na shie wote. reaction za physics Biblia inasema ya kwamba Bible gamba ati Martha Yesu alitoka, mata we yafuluma hakuna walimwangaikia. yani yamulaba Kitu inaonyesha kama hakukuwa na emosio. tegeza tayari na Maria yeye, na ye Mary juu ya emosio, okwademo watu walikuwa na mkonsole. abantu bali Wakasema huyu mtu hana tena lia kwa makaburi. bamaka mono maka Manake huzuni ya Maria ilikuwa ya Mary ilikuwa na msukuma. yale musindika Sasa utakwenda kwa makaburi. sawa ya magede Tena ndio kutoka kati. bakaba Tena ndio kwa ndugu yake. aweze kama brother Watu walimuona. abantu abamla Wakasema tena naenda kama kule. natake Biblia inasema wakasimama pamoja nao. kama le baini lawa mu Bwana Yesu asifiwe sana. kama penyera Na kitu nataka unielewe. naita kalote
Yesu. Kwa basikilika message ya Yesu. Akamwambia Lazaro iko mgonjwa. Tebamugamba ati Lazaro yali mulwadde. Akamwambia rafiki yako. Amina. Bamugamba mukwano gwo iko mgonjwa. Mulwadde. Maki wakati ya relation, unajua avec hii kitu atia relation. Ne bateka relation. Itapresipite Yesu akimsaidia. Bijaleta Yesu mangu. Biblia inasema Yohana 11. Yohana 11. Mstari wa 5. Olujiro kutano. Asema Yesu alikuwa rafiki yako tu wa Lazaro. Yesu alikuwa si Lazaro yeka. Asema alikuwa rafiki wa Martha. Yesu alikuwa rafiki wa Maria. Ate alinde mkono kwa Mary. Anatuma message kwa Yesu. Abasindi se message ya Yesu. Rafiki yake. Beli kwano che. Kisha alikuwa anampatia habari. Ya kisi rafiki yake. Timu kwano che. Mgonjwa. Ye murate. Kisha Yesu message ikakuwa resi. Yesu message ne wangula. Ikaandika kwa WhatsApp free. Ne wandika kwa WhatsApp okay. Akakuwa na tumaini ya kujua. Ne bakirizanti. Hivi Bwana amesikia. Yesu hauli. Lazima ndugu yetu watakufa. Mugano. Na niwaambia ni nini? Etikamotea bagamba. Aseme ile magonjwa. Ti oboburate. Haiko ya kumuua. Si burate wako. Lakini ndio utukufu wa Mungu. Amina, roho utukufu wa Na sasa Martha na Maria. Ndoza Martha na Mary. Akasema fanya tuoza madawa. Ne bagamba Tuyuzie. Tukolechi. Kama wanafufula ba. Oyo azukusaba wanaponesha watu. Nawo nyama. Ni rafiki yetu. Ekisoka mkwano kwa Tena ni rafiki wa mgonjwa. ate mkwano kwa mulwadde. Kisha tuambia kama mgonjwa hata. Ate na tugamba tulwale tagenda kufa. Haleluya. Amina. Tuuzie madawa. Tukulechi dagala. Beba nachunga siku ya kwanza. Tine bali ndo nakolosoka. Magonjwa yanaendelea kwa Lazaro. Omulwadde ne weyo obera. Yesu wakuye. Katonda Yesu. Siku ya pili. Olwokubiri. Siku ya tatu. Olwokusatu. Mpaka Lazaro anakufa. Mpaka Lazaro nafa. Lazaro wakapata wazo akasema. Omunafu n'ekirozo n'abantu. Tusikimbilie kuzika mbio. Tusika mu bwangu. Maana tukisi Yesu amesikia kama amekufa. Yesu ngeri jawuli. Lazima atafanya telepasolewa. Ayokole ekintu. Na anachuma mwili nazaharibika. Ne bakuma mwili. Akasema ndio tuzike tu. Ne bagamba tugende tu. Wanazika siku ya kwanza. Ne bazika olunaku olusooka. Wanazika siku ya pili. Ne bazika olunaku olwokubiri. Wanazika siku ya Ne bazika olunaku olwokusatu. siku ya nne. Olunaku olwokuna. Hata kubakonsolea wewe. Yadde okubagamba nti Enami. omukwano Tena iko wa kawaida. ate si mukwano gwa bulijjo. Wanafanyiaka wengine. Ti mu byakolera abalala. Wanatendeaka wengine. Akolera abalala. Kisha wetu sasa. Kati owaffe. Odela ya kusema ni wao. Mu kuyita kubanga ti waffe. Yesu wao Lazaro ndio alikuwa anakulia. Naye Yesu owaffe Lazaro we Okulisha Yesu. okulisa Katonda Yesu. Maana utakulisha binywa 13. Oyinolisa. Sasa mwenye alikuwa anafanyia tepasi ya kukula kila mwezi. Eyakolanga ebingi nakola Saiko Betania. Amina. Saiko Betania. We yali Betania. Ilikuwa ni mule wao Lazaro. Yalinga iwabo Lazaro. Imagine tu mtu mnasaidia. Kweloza mtu kuonya. Kisha usikike unasaidia wengine. Naye ulileta Wako yama. probleme. Koli mubi. Anashindwa fika. Nane moku. Ulimtumia message. Wamusindikiza Inafika. Netu. Lakini anashindwa intervenir. Naye nane moku. Ndugu yako anakufa. Walikuwa wanafa. Hata consolation ya Mungu. Yade okuja okukungubaga. Nilielewa niliposoma maandiko ya kwamba Nategedewe nasomye. Martha yanaweza elewa. Ti Martha yanditegedde. Niambie mambo pembeni yako Martha yanaweza elewa. Kama naibao Martha yanditegedde. Maana wakiolosha wanasema ya kwamba Martha alikuwa shaolewa. Kubanga abantu bagamba atwagamba nti Martha Maria yali selibatele wa watu. Amina. Haleluya. Amina. Kisha Muisraeli, Israeli mwanamke anakuwa mhesabia. omukazi tebamubalanga. Kisha make mwanaume wangetuma wanasabia ile nyumba. Omusajja yali yaleeta babale eyo nyumba Naye anakufa. naye afudde. Angalia huzuni ya Maria. Mary. Martha alikuwa analia, Martha yali akaaba. naye mwanamke anamkonsole. Bawe namugamba. Anaambia sio hapa kwa ajili yako. Namugamba kakitalo ndi wano. Maria yeye Naye Mary hana mtu talina muntu. wa kumkonsole. Talina muntu Ukisoma akumugamba. Biblia inasema Wasoma Bible. hata ile siku ya ile Lolo lunaku bashazika, bazika. lakini yeye alikuwa ndani na uchungu wa analia. Naye Mary yalina obulumi nga Na sasa anamwambia Yesu anakuja. abamugamba Yesu ajja. Ona cha kushangaza ni kwamba Ekikolo kisanti. bali Yesu anakiasa vile kia konsole. Yesu alipokuja kukungubaga. Afike munyumba. Atuke mu nyumba. Anawekea nje ya mji. Nasigala wabweru w'eggwanga. Yeye tena anakia konsole. Eyaza okungubaga. Njoo mwakite na kuta. Ate bamusisinkana eri mabega w'eggwanga.
Amina. Nikibariki nini? Echipa nenyo mkisa. Maria Biblia inasema ya kwamba Neli Bible gamba asina uchungu yake yote. Timubulumi mkwe Na huzuni yake yote. Nemu kukungu bala kukwe. Alipofika mbele ya Yesu. Kuyatuka mumasuka Yesu. Akajitupa kwenye miguu yake. Yeye kasuka kumabili. Akamwambia Baba. Naga matata. Ungelikuwa hapa. Inga wandi bate. Ndugu yangu angelikufa. Uwolu gana peyani. Hii neno ni ile yenye Martha alisema. Ejote ni ile mata ya chokera. Nibariki ni kwamba Na echipa leo mkisa kulikuwa tofauti ya reaction ya Yesu. Walimochana ya reaction ya kachana. Wakati ya Martha, Akasema kama Yesu hakureashire kitu. Yesu yakola chitu. Na wakati ya Maria, Yeku Mary. Biblia inasema Yesu akasikia uchungu. Maana ni Maria alikuwa analia. Yesu anazunguruka pote alikuwa analia. Akauliza, "Mumemweka wapi? Mumemweka wapi?" Kile kinafanya Yesu akauliza, "Nilikuona ya kwamba Maria anaweza reconnect ukubwa yake na uchungu yenye iko nayo. Iko na huzuni. Amepoteza wale. Amepoteza kaka. Anashuka mbele ya Yesu. Anaambia Maria, uchungu yangu. Wewe ndiye Bwana. Wewe ndiye Mungu. Wewe ndiye unastahili. Uchungu yangu haiwezi kubadilisha. Uchungu yangu haiwezi kushawishi. Anaambia leo. Uko nataka mtu matarekonete ukubwa yake na uchungu kapitia. Hakuna mtu aseme amen. Baada uchungu wanapitia. Sita wanapitia. Kujua kurekoleta na kumwambia Mungu tuko Mungu. Kuabudu Mungu haiko kuambia Mungu alifanya. Kuabudu Mungu haiko kumshukuru kuyaisha tenda. Kumwabudu Mungu ni kumshukuru kukisi iko. Magharibi ya leo. Mungu alishafanya. Kwa uzuri uko nayo. Mwambie tuwe ni Bwana. Mwambie tuwe ni Mungu. Tuelekea unabakia tu Mungu. Uchungu yangu hayakubadilisha. Kusanyira yangu hayakuahirisha. Kupanga yangu hayakushoshe. Kukosa yangu hiki na hiki hayakushoshe. Pale kwenye Mungu anatafuta chio ya leo. Wakati ya Paulo na Sila. Kama Paulo alitafuta chio ya Paulo na Sila. Nijua katika uchungu walikuwa ndani. Makule hali walikuwa ndani. Wanafungiwa waliko mprizo. Wakasema tuko Mungu. Tuko Mungu wanatena fungu. Tuko Mungu wanatena mprizo. Tuko Mungu, tuko Mungu. Unapenda Mungu alintervenira chio ya leo. Inua hukuma yake mahali yuko napitia. Inua kandele yake wenyewe napitia. Topale kwenye yeo wanatufundisha. Wanamletea information. Kama vitu yote imeharibika. Matendo yote wanakufa. Leo akashuka kwa magoti. Akainua macho. Akasema Baba wamenipa. Na wewe tena umebeba. Jina lako. Kuna pesa wale mtu moya. Lakini watakubali kushuka. Jina lako liinuliwe. Jina lako litukuze. Jina lako lipewe sifa. Magumu yangu hayakushoshe. Hata iendelee. Uko Mungu. Watabakia kuwa Mungu. Mungu atubariki. Abariki neno kwa Mungu. Mungu atubariki. Abariki neno kwa Mungu. Amina. Shangilia Bwana kwa jina la Yesu. Nataka niombe mtu mmoja kama atakuwa mkutano. Kama utaamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Na siku leo nataka kupokea Yesu. Siku leo nataka kupokea Yesu. Kama ukubali tusogea hapa. Nimesema muziki wa kukuombea. Kama huko sogea hapa. Na kama huko nirudishe mikrofoni. Sogea tu ndio kama huko. Haujawahi amini
sogea hapa. Wabawoli wabate banakubatiza. Kama uko sogea. Wabawoli na kama uko Mungu atubariki. Wabatoli Mungu atubariki. Mungu atubariki. Amen. Amen.